Amani Media, tunakujali. Tuendelee. Ya kama ningewa viatu vya mwalimu Media Hamid wa Young Africans, nadhani ningekuja na shape ya watu watatu nyuma, watu watatu mbele, halafu eneo la mbele kabisa, kwa maana watu watatu kukati, eneo la mbele kabisa nikanategemea zaidi beki zangu. Na hiyo ndio shape ya Young Africans. Kwa maana tunaposhambulia nategemea uwezo wa Boka katika overlap, uwezo wa Mwenda katika overlap. Huku nikana silaha kubwa Pacome Zozu na Ikangalombo. Ikangalombo amecheza mechi moja, lakini ni mwiba ambaye anaonyesha anaweza kuifanyia defense ya timu pinzani kubakia nyuma. Sasa ukiwa na watu ambao wote wanakimbia kwa wakati mmoja, una Mwenda, una Ikangalombo, una Boka, una Pacome, unaifanya defense ya Simba Sports Club muda mwingi kuwaza kuziwia kuliko kushambulia. Kwa hiyo kama mimi ningekuja na niseme na Diara, Zawe ningekuja na Mwenda, ningekuja na Boka, nikaja na Job na Baka, nikaja na Aucho, 7 nikaja na Ikangalombo, 8 nikaja na Mudathir Basiaya, 9 nikaja na Clement Nzize, nambari 10 nikaja na Aziz Stefano Kina, nambari 11 nikaja na Pacome Zozu. Nafanya hivyo kwa maana kwenye kustiki kwenye namba 9 nahitaji mtu mwenye nguvu. Kazi yake tu ni kuiharasi beki ya Simba. Naelewa zoni ya Yanga au Africans ya mbele ina uwezo kusukuma goli. Na kama ingekuwa ni kinyume na hapo, kwa maana wewe ni kocha wa klabu ya Simba, kwa kuvaa viatu ya Mwalimu Fadlu na kwa uhitaji wa game, nadhani eneo kubwa ambalo ningeenda kufanya rotation ambayo watu hawaielewi ni eneo la kiungo. Kuweza kuamiliki Young Africans katika process mpira katika eneo la kati, kwa sababu wana watu wengi ambao wana madhara ya kuweza kudribble mpira. Kwa hiyo sitaki eneo la kati waweze kumiliki. Ningekuja tu kucheza na Kagoma, Fabrice Ngoma, nikatafuta namna gani ya kumuingiza Mavambo ndani. Kwamba watu wawili wakastick katika kukaba, mmoja akaana overlap kuelekea mbele. Kwa hiyo kama ni mwalimu wa Simba, ningekuja na Kamara, Zawe na mbili yangu Shomari na Mohamed Hussein Shabalala 3. 4 na 5 ningekuja na Hamza pamoja na Chimaloni. Namba 6 sasa. 6 ingekuja na Kagoma, namba 7 nikaja na Lada Chasambi. Inawezekana mtu kaniuliza kwa nini Chasambi, lakini speed ndio nahitaji. Muda wote nahitaji watu waweze kukimbia zaidi kuliko Africans. Kwa hiyo ningekuja na Chasambi. Namba 8 nikaja na Mavambo. Na ndio hiyo kitu ambacho nakwambia, ningebaki na watu watatu. Ningekuja na Kagoma katika kosi, ningekuja na Fabrice Ngoma, ningekuja na Mavambo. Faida, Mavambo anaweza kuficha mpira, Mavambo anaweza kuangalia sehemu yote katota akaweza kushuti. Alafu nambari 10 nikaja na Chaza Hoa. Faida Chaza Hoa ni kuchezesha timu na yeye mwenyewe anaweza kushinda. 11 nikaja na Kibrenis akitokea upande wa kushoto. 9 sasa nikiangalia ni faida gani nani anaweza kusaidia. Watu wanaweza kuambia nenda na Ateba, lakini kwa split ambayo inaonyesha Mkwala mechi iliyopita, mimi ningeanza na Mkwala. Kwa hiyo faida yangu zoni kuizia Young Africans katika eneo la kati. Naelewa Young Africans watakuwa mwiba sana katika maeneo ya pembe na eneo la kati. Sasa hatari ambayo Young Africans wako nayo, wana overlap kupitia pembe, wana underlap kupitia kati. Simba katika kutafuta ushindi, muda mwingi wana overlap kupitia pembe. Pembe ambazo ukiziangalia speed zaidi kwa Young Africans. Kwa hiyo kama Mwalimu Fadlu ingekuwa compactive katika eneo la kati. Mwamuzi Arajiga wangu mimi no pressure. Ni mwamuzi mzuri. Na ni yeye tu mwenyewe atavyoamua vipi dabi aichezeshe. Kwa sababu kama utazungumza wachezaji wa waamuzi ambao wanazitoza dabi Tanzania, utakuwa na Arajiga, utakuwa na mwana mama ambaye Jonas Arukia. Zamani kidogo ilikuwa nyuma kidogo ni yupo mwamuzi mmoja amenipita hapo, alikuwa anamuita Noah Ramazan Kabwili, nani tu Noah Ramazan Kabwili, na anamuita Herisasi. Herisasi na yeye alikuwa anamudu dabi, lakini kwa sasa Arajiga ni mtu ambaye anaamua mechi kubwa za Tanzania. Binafsi Arajiga yeye ndio ataamua mechi ichezwe kwa namna gani. Kitu ambacho tuna mashaka nacho, maelekezo ya nje ya uwanja. Watu wanaweza kusema kwa nini? Na leo mpira wa Tanzania muda mwingi hatuchezi katika uhalisia, tunacheza katika maelekezo, kubalance. Kwa maana misimu ya nyuma ya Africans kashinda. Ili tuweze kubalance hapa tunahitaji na wao waweze kushinda. Kama tutaenda kwa mwenye uwezo wa kucheza uwanjani, alafu Arajiga achezeshe mpira kwa sheria 17 ambazo zinahitajika, tunaweza tukashuhudia mechi moja na tukashuhudia show nzuri sana. Kwa hiyo mashaka na Arajiga sina, na mashaka na maelekezo ya nje ya uwanja, kwa sababu hata marefa wanapata maelekezo kwamba namna gani nende kaamue mechi iwe. Kama utakumbuka, rudi kwenye mechi ya JKT Tanzania na Young Africans, faulu ambayo alifanywa Mudathir Basiaya na wanamuita Hassan Nasoro Machezo,
So binafsi hata kama sio refa, ilikuwa ni red card sahihi. Anajiga alikuwa anashuhudia, hakuweza kuamua ile game. Hakuweza kuamua ile foul. Sina mashaka na hilo. Kwa vile ni mechi kubwa, dunia inamwangalia, Afrika inamwangalia, na yeye ni mwamuzi mkuu ambaye anatarajiwa kuchezesha michuano mikubwa. Naamini atafanya haki. Kabisa. Na tumalizie na hili. Kibu Denis amekuwa akizungumza sana na stori zake zimeenea sana kwenye mitandao ya kijamii huko, akijaribu kuonesha hasira zake dhidi ya mechi hii, kwa maana anaweza kuwa mwiba kwa ajili ya mechi hii kwa ushindi wa Simba. Unavyomwona Kibu Denis, hadhi yake na kiwango chake cha sasa hivi kuelekea game hii, anaweza kuwa ni chachu ya matokeo ya uamuzi wa mechi hii? Bila shaka. Tukubaliane moja kwa moja, kama unaangalia faida na impact ya mchezaji mmoja mmoja katika vikosi vya Simba na Yanga, hususan kwa Simba, basi Kibu Denis ana mchango mkubwa sana. Sio kwa mechi tu za loko kwa maana za ndani, hata mechi za kimataifa. Kibu ndio mtu ambaye ana asilimia kubwa kwenda kuamua game. Ni namna gani tuicheze. Kuna wakati anaamua katika energy yake binafsi, kwa maana anafanya maamuzi binafsi. Kwangu mimi, ukijaribu kumwangalia Kibu kiufundi, faida ambazo yuko nayo Simba, unaweza kujiuliza ni kwa namna gani Kibu ambaye mpaka sasa hivi hajatoboa kutoka nje ya Tanzania ana uwezo wa kusaidia timu katika ulinzi. Lakini jiulize katika ulinzi, akichukua mpira manake chini ya box lao kule, ana uwezo mkubwa wa kukokota mpira mpaka sehemu ambayo yeye anahitaji. Kwa maana energy inamsaidia, lakini maamuzi ya haraka pia ni faida kwa Kibu Denis. Upigaji wake, mipira yake inakuwa inanyoka. Dawe mpaka tunampa jina la Kibu mkandaji. Kuna kitu alikifanya. Ulikuwa mwezi wa Ramadhani kama huu anaifunga Young Africans goli 2. Kwa hiyo kwangu mimi faida ya Kibu ni impact kubwa kwa Simba Sports Club. Inaweza kusaidia Simba Sports Club endapo itakuwa Simba kwa ujumla kuna kitu wamezidi Young Africans. Kwa sababu kuna wakati mchezaji mmoja anasikana kana impact, lakini kwa uwezo wako kwa na zaidi ya wachezaji 6 au 5 wawili wakawa na impact kubwa zaidi. Lakini kwenye faida binafsi mimi nakubaliana kwamba Kibu ana kitu cha kusaidia Simba Sports Club. Utabiri wako juu ya mechi ya kesho? Utabiri wangu, mimi naelewa mpira una matokeo matatu: kufungwa, kushinda au kudraw. Lakini kanuni na principles za mpira una matokeo ya kujirejea. Kwa maana mtu ambaye amekufunga anapokuja kwenye kucheza na wewe, huwa anaamini kwamba anaweza kwenda kufanya kitu kama kile ambacho nilikifanya nyuma. Binafsi yangu naona Young Africans wanaenda kufaidika kupata ushindi. So hawajapata ushindi, mechi ni pacha, lakini mtu ambaye anampa matokeo ni Young Africans.